ناسنا بيقول إننا لو شفنا بعض هنتفق. zangu watukufu wa Kiislamu tuliomo humu ndani na wale walioko nje. Sauti hii ni ya utaratibu juu ya kuangalia ni namna gani swala hili linaenda kuelekea kuanza. Tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2026. Jina la muuaji kwa siku ya leo ni Bwana Swedi Ibni Mnana, na jina la muolewaji anaitwa Elena binti Mwikwa.
haya majina ndiyo ya watu waliokusanya katika mahala hapa. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, taratibu zingine zitahifadhiwa kulingana na taratibu za kiongozi. Masuala ya mahali, masuala ya walii na masuala ya ufungishaji ndoa, haya yatafatwa ama yataongozwa na viongozi wetu. Tayari tunakuwa tumeelewa kwamba anayeoa ni nani na anayeolewa nani. Masuala ya mahali na fulani huaga ni siri rasmi. Inshallah ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, pasina kupoteza muda, natumai haya nitakuwa nimeweka vizuri. Na taratibu inayofuata kwa katika silsila za dini ya Kiislamu, tunafungua kikao chetu kwa Al-Fatiha. Na Al-Fatiha itaongozwa na mzee wangu mzee Amri pamoja na ikhlas tatu ambazo zitaongozwa na shekhe wangu Sheikh Ramadhani. Inshallah taratibu mwingine utazidi kuendelea. Pasina kupoteza, mzee wangu Amri, karibu kwa ajili ya kututilia Al-Fatiha. Alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Fanya ikhlas tatu inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وما تذلك في البر والبحر من المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب ان كانوا محسنون يا الله فزيد لسانهم، وان كانوا مسيئون فتجاوز عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج بدلهم من ذنوب الخطايا كما ينقى ثوب الادب من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا نسالك انك من جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. اللهم اجعلنا ممن يسألون في رضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ولا تجعلنا ممن يخالف وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Malaika wenye kuja kuandika mazuri yanayofanyika katika mahala hapa tayari wapo hapa, na wao watakuwa mashahidi juu ya haya yanayotendeka. Kipengele nilichopaswa kukitaja kabla ya ufunguzi wa Al-Fatiha ilikuwa ni kipengele cha mashahidi, lakini hichi tulikiweka hakika kwa maana na wao waweze kushuhudia kwa maana ufunguzi wa shughuli hii na waweze kupokea dua hii. Mashahidi hawa wawili nitakawataja ndio watakaoenda kumuuliza bibi harusi ama muolewaji mtarajiwa, ambaye upande wa mume anaitwa Amini Kisesa na upande wa mke anaitwa Ramadhani Ali Ugete. Basi hawa mashahidi tuombeni mwende alipo bibi harusi na kwa haraka muweze kutuletea majibu yake inshallah. Wakati hawa wameenda kule, tumsalie mtume wala uko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Elena, hebu nitazame kwanza afu nifahamu. Unanifahamu vizuri kabisa. Nimeleta hawa watu wawili. Huyu bwana anaitwa Sheikh Ramadhani bin Ali Mgeti. Bwana anaitwa Sheikh Amin Kisesa. Amin Kisesa. Huyu ni shahidi wanatarajiwa kuwa mwenyewe. Huyu ni shahidi yako wewe kwenye ndoa yako. Kwa mashahidi wawili hivi. Kwa ridhaa yako unakubali kuolewa na bwana nani? Bwana Swedi Mnana, Bi Elena binti wa Ramadhani. Mimi unanifahamu, mimi babako. Mimi ndo nakuuliza, sio mashahidi kukuuliza, mimi ndo nakuuliza kama baba yako. Toa ridhaa ufunge ndoa na bwana Swedi Mnana kwa mahari mlizokubaliana naye. Umeridhia? Na hawa ni mashahidi wa amani. Nani? Amin Kisesa na Ramadhani Ali. Umeridhia ndoa yako ikafungwa sasa kwa moyo mmoja, hukulazimishwa na yoyote. Umeridhia mwenyewe. Mashaallah. kazi mazuri, upendo uingie ndani. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Amin. 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 فنعم بالهدى أرسله بالهدى والدين فإن الله أهل النكاح وندب عليه وحرم السفاح على عذاب أليم عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكحوا تكفروا فإني أباهكم يوم القيامة. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من تزوج خير من 70 ركعة من عذر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد حفظ شطر دينه فليتق الله في شطر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأصفياء وفعال الأتقياء. قولوا جميعا نستغفر الله 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 نستغفر الله
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من تهاون فيها في زكاتي ومن ظلم العباد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا ورسوله. آمن بالشريعة واتقنا بالشريعة وتبرع من كل دين خلف دين الإسلام. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم. Muombe jina mwambie baba Nani? Mimi Sheikh Juma Moka ndiye wali wa wali. Kwa amri yangu mimi wali na kwa ridhaa ya Bi Elena binti wetu nimekuozesha Bi Elena binti wetu wa Ramadhan kwa mahari mlizokubaliana. Nalipa sehemu kubwa ya mahari kwa kidogo kuozesha kwa misingi ya Uislamu kufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bila mashahidi wote waliohudhuria na wale tuliowachagua, Bwana Amani Kisesa na Bwana Ramadhani Ali Rugete. Ni wewe Bwana Swedi na mkeo mvumilie, mwelekeze, msimamie na kuwa naye bega kwa bega. Mkubali kuchukua majukumu hayo na kwenda kuyasimamia. Bwana Swedi Mnana kana mimi Sheikh Juma ndiye wali wana wali kwa amri yangu mimi wali na kwa ridhaa ya binti yangu Elena binti Mwiko nimekuozesha Bi Elena binti kwa mahari mlizokubaliana. Umelipa sehemu kubwa ya mahari hiyo, ulipe mahari hiyo. Nimekuozesha mbele ya mashahidi Bwana Amani Kisesa na Bwana Ramadhani Ali Rugete na kuagiza ukaishi na binti kwa kufuata taratibu zote za Uislamu. Ni wewe kumpenda Amani, ni wewe kumuelekeza na kumsimamia katika misingi yote ya Uislamu. Nakubali kumwoa Bi Elena binti Mwikwa. sema mimi Swedi Mnana bila kushaurishwa na mtu yoyote nimekubali kumwoa Elena binti Mwiko kwa mahari tuliyokubaliana. Nimetoa kiasi na kiasi kingine kidogo kimebakia. Ninakiri mbele za mashahidi hao kilichobakia nitakilipa mbele ya mashahidi wawili, Bwana Amini Kisesa na Ramadhani Ali Rugete. Nimekubali. Rudia tena. Mimi Swedi Mnana nimekubali kumwoa Elena Mwikwa
Nimekubali kumwoa Helena Mwikwa. Kwa mahari tuliyokubaliana. Mahari tuliyokubaliana. Nimetoa kiasi kikubwa. Nimetoa kiasi kikubwa. Bado kidogo. Bado kidogo. Kwa kufuata misingi ya sheria ya dini ya Kiislamu. Kufuata misingi ya sheria ya dini ya Kiislamu. Nitamlipa iliyobakia. Mbele za mashahidi wawili. Mbele za mashahidi wawili. Bwana Amini Kisesa. Bwana Amini Kisesa. Na Bwana Ramadhani Ali Rugete. Bwana Ramadhani Ali Rugete. Nitamlipa. Nimekubali kumwoa. Rudia tena. Bwana Sudi, mimi Swedi Mnana. Mimi Swedi Mnana. Nimekubali kumwoa. Helena Mwikwa. Kwa mahari tuliyokubaliana. Mbele za Waislamu waliohudhuria. Na mashahidi waliohudhuria. Bwana Amini Kisesa. Na Ramadhani Ali Rugete. Nimekubali kumwoa. Bwana Swedi Mnana. Nimekubali kumwoa Bi Helena binti Mwikwa. Bwana Swedi Mnana. Wameridhia Helena binti Mwikwa mkeo. Ndio nimekubali na nimeridhia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala ashabihi sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyatihi sayyidina Muhammad wa ala al-muhajirin sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Mashallah. Bwana Swedi na Helena inshallah ni haki juu yake kupewa mikono ya hongera. Ni haki juu yake. Na ili pia tuliweke sawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Akina mama huko tutulie. Akina mama, kwa mara ya mwisho, shughuli za Kiislamu hasa tunapokuwa na viongozi zinahitaji utulivu. Kama tunavyokuwa na kamati zingine, basi hivyo niendelee kushauri. Na Bi Helena tayari wameingia katika swala la sheria, na sisi kazi yetu ni kuombea dua za heri. Mwenyezi Mungu awalindie ndoa yao inshallah. Kwa mujibu kama huu, basi tunaelekea mwishoni wa shughuli yetu. Kipengele kilichopo mbele yetu ni kipengele cha wadhi, na ni kipengele cha wadhi kwa ufupi kulingana na shughuli za dini. Baada ya salati la asri pia kuna shughuli zingine, na hawa waliokuja kuoa pia wana shughuli zingine huko waendako. Kwa nafasi hii nitamkaribisha Sheikh Abdullah, mtoto wa Hilali, mjukuu wa Sharizi, aweze kutufikishia mawaidha kwa ufupi juu ya swala zima hili la ndoa, ni namna gani linatakiwa kuwepo. Inshallah wote tutulie na tuweze kumsikiliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-Qur'ana hudan linas wa man tabi'a al-Qur'an dakhala al-janna wa man tarakahu dakhala an-nar. Wa ashhadu anna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ndugu zanguni Waislamu na wale ambao si Waislamu mlioweza kuhudhuria katika ibada hii kubwa na ni nzito, niwaombeni kwanza wale ambao nitoe shukrani za dhati kwa viongozi wangu wa chama na serikali ambao niliweza kuwaarifu kwa haraka sana kwamba kuna jambo la nikahi, wakaweza kuniitikia.
na washukuruni sana, lakini pia mashehe mbalimbali, kwa sababu limejitokeza dharura, nikawalifu kwa haraka kwa maana ya kufanya ibada na wakukubali kwamba tunakuja kwenye ibada hii. Natoa shukrani za dhati, na kule kuna dua na muda unatukimbia, nisipoteze muda, nimkaribishe Sheikh Ram kuzungumza angalau hata kwa kidogo, wafikishie hawa watu wawili hapa wapate cha kukwenda nacho. Karibu Sheikh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallama. Ndugu zangu, Allah nakuomba rehema nyingi na amani kumjia kipenzi wa umma na simugeni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunakimbia na muda, tunakimbizana na muda, sasa tuna dakika chache ndani ya mambo mawili. Dakika chache tunadua kabla ya alasiri na tunadua baada ya alasiri. Kama dakika 30 ndio mchezo huo. Waislamu nimeambia ni wanasihi waliofunga ndoa, japokuwa ni vigumu sana kunielewa saa hizi, lakini nitatumia maneno, naomba niazime kidogo fikra zangu. Ni sawa na kujificha kwenye kichaka cha karanga. Yaani karanga zimemea vizuri, alafu inatokea dharura ya kujificha na kudumbukiza kichwa cha mgongo utaonekana. Hata wewe. Kwa hiyo wewe utamdanganya leo, utasema uongo, atakubali aliyedanganya. Lakini na tabia ya kusema daima, mwenye madhara ya kudanganywa ni yule aliyedanganya. Uliyemdanganya ataamini wewe umesema kweli, lakini wewe utabaki na deni kwamba pale nilimfunga kamba. Nilala nyumba ya jirani, kamwambia nilala kwenye kazini. Sasa lala yako ya nyumba ya jirani ukasema kazini, madhara yake yanakuja hivi. Mungu anasema hivi, hatutengeneza mambo yenu, majibu ya kazi yatakosekana. Majibu ya kazi ni nini? Majibu ya kazi ni kipato, si ndio shezangu Majibu ya kazi ni nini? Sasa inatokea dharura inahitaji matokeo ya kazi, alafu unakuwa huna ile kazi, na yale maneno yanakuwa ni kweli ni uongo. Anayeathirika nani? Yule wewe atakayeibika, atakuwa nani? Yule uliyemdanganya, wale udanganya, kwa sababu unasema lala kazini usiku kucha. Bahati mbaya sasa unaomba matokeo kwa jambo la muhimu. Ima mmeshapata zawadi ya mtoto, mtoto anapata malaria ya usiku ghafla, bajaji shilingi 6,000 kwenda hospitali, alafu inakosekana 6,000 ya bajaji. Heshima yako inakuwepo, inaanguka. Na hizo kwake tu, kwa wale wote ambao wenye wake, heshima itaanza kuangukia hapo. Utampa mashaka mkeo, ataanza kuzichunguza safari zako, ndoa itaingia changamoto. Kadhalika na yeye hivyo hivyo, aweza kudanganya kaisi amepatia, kumbe akawa mtendo unasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale mliomwamini Allah, ittaqullah, muogopeni sana Mwenyezi Mungu, waqulu qawlan sadida, na mseme aliyokuwa ya kweli. Sio haramu kumwambia mkeo sina, ila ni haramu kumdanganya mkeo sina. Kwa mimi kauli siipendagi sana. Mwanamume katika nyumba anachukua dhamana. Leo kuomba kitenge kizuri amekipenda, usipende kusema sina, shauri yako na kusia ila kuibia simu. Kama budget imekataa, wewe tumia kama inshallah. Lakini sio inshallah kumdanganya. Inshallah kunafanya juhudi. Kunafanya kazi. Kweli nimelipokea. Sina mashaka kwa wangu. Kunafanya juhudi. Napokwenda kipita ile wiki, siku moja, 2, 3 wiki, kama mwezi, amekaa from nowhere kidogo mafanya samani. Sikuja kusemaga tingefanya usumbua za 10,000, si ndio? Nilisemaga sasa. Angalia. Mwezi ukumbuke. Yeye atakuwa anakumbuka. Kwa hiyo tunasema kwamba mwanamume ukisema sina, umemkatisha tamaa naye kutegemea. Wanaume tujenge tabia kama vile ya Allah. Allah ametaka tumuombe mpaka chumvi, lakini je, hakuna watu wanaomba na wanalala njaa? Katika kule kuziwia kwa Allah kuna kupimwa imani. Na wewe unapoziwia kwa mkeo, unapoziwia sio unapomnyima, unapoziwia, yani kuziwia ni kukosa huku na huku katika harakati ya ukipata. Kumnyima ni kumkatalia mtu kile tarajia ukipata kwako ambacho ni haki yake, unakuwa unamnyima. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtume anatufundisha
miongoni mwa malipo ya wale ambao watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, watakaosali sala 5 vizuri, miongoni mwa malipo jambo la kwanza ni Allah atawaitikia maombi yao pale watakapomuomba. Nini sababu yake? Ni kwamba unaweza ukaomba usijibiwe, basi ujilaumu mwenyewe, huenda swala yangu ya dhuria kutimia hii. Hebu niangalie sala vizuri. Naona ilikuwa na kasoro kidogo. Au ile nguo ilikuwa haina udhu. Kama Allah ameninyima namna. Kwenda kuomba ndugu yangu. Shekhe wangu umeoa mke. Ni starehe kubwa sana. Hakuna starehe kubwa. Dunia matao tu wanasema dunia yote ni starehe. Wa khairu matao amara kusaka. Bora ya starehe hii ni kupata mke aliyokuwa mwema. Na wanawake wote nawaambia wanamume, wanawake wote huwa ni wema. Tunawaharibu sisi wenyewe. Wanawake wote huwa wanakuja mpaka anakuja kwako, huwa amekwepa mishale mingi sana miikataa. Anakuja kwako baada ya kujithibitishia aliyoyatamani. Kwana wewe unajua hilo. Yapo aliyokuwa yatamani, anayatamani yalomfanya alimkataa Juma, alimkataa Abdallah, alimkataa Hamisa, alimkataa Joni. Ukaja wewe akakutazama, akakusikiliza maongezi yako, yakamshawishi aliyokuwa anayatamani kwamba kwako atayapata. Ndio pale anakukubalia wewe ombi lako. Unajiita mjanja wewe, mimi wafikiana anaanza kuchomoa. Mimi hapana, si kwamba wewe unajua sana kusema, ila kuna mambo amejiridhisha yeye kwako atayapata. Kuna haki kutaka kujua kesho. Kwanza kukaa na mkeo ukichunguza kwangu alipenda nini, ukajua. Na ukialinda yale shehe, ndoa yako ni janna. Ndoa yako ni starehe. Ukishasikia unaanza kumwita mke binti fulani sema, unasemaje? Shehe tayari. Kagua ulikuanza kupungukia wewe, sio yeye, wewe. Shida huwa ni sisi kwanza wanamume. Kwa sababu muda ni mdogo nikuambia mengi. Na ningewaambia na wengine mengi. Tujikagueni. Tujikagueni. Jamani, wakina baba wa Kiislamu na saa zangu kubwa ni moja na upenda kwambia. Kuna ugonjwa umezuka unaitwa kausha damu. Huu unafuta hata mapenzi. Na waambia kabisa, kuna ugonjwa umezuka mtaani kwa ajili ya maisha unaitwa kausha damu. Kausha damu shekhe, haikaushi damu peke yake, na kausha mpaka mapenzi. Mpaka mapenzi nyumbani yanaondoka. Naomba tuifanyie bidii wa baba wa Kiislamu. Hii kausha damu tuipunguze kwa wake zetu. Hii kausha damu tuipunguze kwa wake zetu. Peleka soko lenyewe la ushindani. Ukitaka kujua ushindani, tembelea pale tu soko Marungu muda wa saa 12 jioni. Uangalie waliotereka, uangalie wanaonunua. Alafu mkeo anataka auze pale, apate na 1400 ya watu ya marejesho. Utaona kabisa pale kuna mtihani. Huyu mwanamke anafikia mahala inafika saa 12, saa 1, saa 2. Mtaji hajaujaenea, marejesho hayajapatikana. Akirudi nyumbani kuna mapenzi. Akirudi nyumbani kuna mapenzi. Sasa kama anatoka huko anatoka Katonga sasa. Akiwa na mawazo, ametoka Katonga ameenda kule soko Marungu. Amerudi saa 3. Mtaji ule wa 100 ya watu haukuenea. Marejesho shilingi 1400 hana na kila kitu. Alikutana na fala mmoja na laki ya kusoroza haina deni. Anamuona na mawazo, anamsaidia shilingi 1500. Hivi atakuwa na thamani, atakuwa hana? Atakuwa nayo? Sasa muona wa maana? Atamuona yule mwanaume ni wa maana. Yule bana albiri la yeye. Wewe ufanyeje? Hauozi hata siku moja. Yule bana kisitoa mara hizi mara 2. Mara ya 3 yule mama hatosubiri tena huruma, lazima atafungua mlango wa kufanywa ihsani. Atasema. Kosa akisema tu lazima na huyu bwana aseme. Jitahidi na wewe jamani. Naomba samahani kidogo. Naomba samahani kidogo jamani. Ninawaombeni samahani. Huu ugonjwa umetukuta huko tuliko, wengine kwenye ndoa nyingi
آمين إليك توصلنا لك الله أولا والمولى ربنا تقبلنا إليك ثم أعدنا يا الله من الشياطين ومن غيرهم يا رب العالمين وأعدنا يا الله من الخطايا وأعدنا من المشرق والمغرب واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم اللهم ربنا إنا نسألك خير في هذا النكاح ونعوذ بك اللهم من شره يا رب العالمين اللهم اجعلهما مودة ومحبة يا رب العالمين آمين اللهم لا تجعلني Sasa inshallah utaratibu ni wa mwisho hapo ndio unahitajika. Cha msingi ni utulivu tu kwa waandaaji. Usiwewe viongozi wangu. Leo fahari twajionea dada Juma kuolewa, nyingi sururi zimetujaa na maana twashangilia. Leo fahari twajionea dada Juma kuolewa, nyingi sururi zimetujaa na maana twashangilia. Mama mwana furahia, wanao wameolewa kwa njia ya kisheria. Leo furaha sote imetujaa, bila karaha nyoyo zimetulia. Leo furaha sote imetujaa, bila karaha nyoyo zimetulia. Harusi si msiba nadhani sote twajua, wala sio mwiba kama utatutoboa, bali ni mahaba nyoyoni yaliyojaa, nasi bila shida twafurahi kwa pamoja. Ni mama bi mwana aloza chema, leo kasimama harusi kufanya. Fasaha nasema maneno haya, kama naswahada najma vyema pokea. Kwa ufasaha nasema maneno haya, kama naswahada najma vyema pokea. Wengi wenzako wanaitaka ndoa, hii bahati yako leo umeshaolewa. Katulie kwako huko unakoendea, acha mizunguko itayo haribu ndoa. Ni mama bi mwana aloza chema, leo kasimama harusi kufanya. Leo fahari twajionea dada Juma kuolewa, nyingi sururi zimetujaa na maana twashangilia. Leo fahari twajionea dada Juma kuolewa, nyingi sururi zimetujaa na maana twashangilia. Mama mwana furahia, wanao wameolewa kwa njia ya kisheria. Mama bi mwana na wewe ninakwambia, tuliza mtima mwanao keshaolewa. Mama bi mwana na wewe ninakwambia, tuliza mtima mwanao keshaolewa. Jitahidi sana mafunzo kumpatia, pindi akikwama katika yake ndoa. Elewa vyema kwako bado haja
kaloza chema, leo kasimama harusi kufanya. Harusi ya kheri imetimia, na kwa ujasiri tunashangilia. Harusi ya kheri imetimia, na kwa ujasiri tunashangilia. Ni sherehe yenye kheri imefika. Harusi ya kheri imetimia, na kwa ujasiri tunashangilia. Twafurahi bila wasi kwa pamoja.
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم اجتمعنا ها هنا من حقوق علينا من آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأخواننا والمن يرجو بركة دعائنا والمن يرجو بركة دعائهم والحاضرين والغائبين. اكتب سلامة المسافرين في البر والبحر أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على Muhammad. صلى الله عليه وسلم. Tunaombeni utulivu kwa muda mchache, tufanye shughuli zetu hapa tumalize. Baada ya kuwa shughuli zetu zimefunguliwa kwanza na inshallah tunaombeni utulivu tupate salatu ala nabii. Baada ya swala ya mtume tutasoma milango miwili, wa kwanza na wa nne. Baada ya hapo takuwa ni dua, na baada ya dua Allahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim.
ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kipengele kinachofuata ni auturi ya kwanza ambayo itaongozwa na Ustadh Hamis Kivura. Baada ya auturi ya kwanza tutasoma dua ya wasila tushafi kuombea maharusi wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajalie kila la kheri katika ndoa yao. Na baada ya hapo inshallah tutasoma mlango wa 4 na baada ya hapo itakuwa mawaidha. Hadhara yetu itakuwa imekwisha. Inshallah Ustadh Hamis. Wa yusallimu wa yubarik alayhi. الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء بسم الذات العالية صلى الله فيض البركات على ما ناله الجميل مطايا وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الطاهرات النبوية صلى الله الصحابة والأتباع ومن والاه اللهم صل وسلم وأستنجد بك هدايا وأستنجد بك هداية لسلوك السبل الواضحات الجالية صلى الله من الغواية في خطة الخطأ من النسب الشريف عقلا تحل المسامع بحلا بحول الله تعالى صلاة وتسليم Sasa utulivu, tunaingia kwenye dua maalum. Hii dua ni maalum, tunaombea maharusi wetu wa leo, lakini na sisi pia tunajiombea Mwenyezi Mungu atufanyie pesi katika mambo yetu. Kwa hiyo ukiwa unazungumza, maana yake wewe sio miongoni mwetu. Kama wewe utakuwa sio miongoni mwetu, basi tunakuomba uende pembeni kidogo, utuache sisi ambao tunajumuika pamoja katika swala letu hili la dua. Kwa inshallah tutafungua kikao chetu tena upya kwa Fatiha, alafu baada ya Fatiha tutasoma dua ya wasila tushafe. Kwa bwana harusi utatia nia hapa. Bwana mkubwa, uko na mimi huko kutesha. Utatia nia, utamwomba Mwenyezi Mungu akujalie mambo yako yawe kheri na salama. Lakini pia mke wako akusikilize Sheikh. Ukiwa na mke alafu akusikilize inakuwa ni mtihani Sheikh. Kwa hiyo uombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia majina matukufu
majina yake ambayo tutakayosoma hapa, ajalie mke wako awe msikivu kwako kwa kila unalomwambia, ili muweze kudumu duniani na kesho akhera. Kwa inshallah mzee wangu tufanyie Fatiha tena alafu tusome dua ya salatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja al-qasid ya ghawtahu. Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja al-qasid ya ghawtahu. Bihi badina ma kunna wala baqina. Allah ما اهتدينا صدقنا ولا صلينا لا سكينة علينا لا قدام إلا قينا لا جاءك والمشركون قد بغوا علينا أرادوا فتنة أبينا قد تدعاجمهم علينا حديث التي روينا اللهم خاسرين رحيم الله يا حي ويا قيوم يا قوي يا قديم يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلونا إنا دعوناك فاستجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد الله يا لطيف يا عليم يا حكيم يا تواب يا حليم يا وهاب يا كريم مولا واجعل عيدنا دونا إنا الله الله يا مالك يا منير مولا ويا نصير المالك الكبير ليس عندنا لك معجزين إنا دعوناك فاستجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثا الله يا شاكر يا شكور يا عفو يا غفور يا عليم يا خبير يا فتاح يا بصير منا وبأس المبينا إنا دعوناك فاستجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثا الله يا ظاهر يا جليل يا باطن يا وكيل يا صادق يا جميل يا حافظ يا كفيل اغفر لنا وكن معينا إنا دعوناك فاستجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا أمين يا مغني ويا رشيد يا مبدئ يا معيد يا عزيز يا مجيد لك توحيد يشكرون الله يا قادر يا مقتدر يا طاهر يا مؤخر يا فاطر يا مصور يا محسن ويا مدبر يا ودمر عادينا إنا دعوناك فاستجب آمينا الله يا دائم لا يموت قائم لا يفوت محيي يا مميت يا مضيف يا مقيت أنا وحسننا الحصين إنا دعوناك فاستجب آمينا الله يا ملجأ القاصد يا غوثا الله يا باسط أنت الواسع يا قاضب أنت المانع
خالق أنت الجامع خافض أنت الرافع علينا العليين إنا دعوناك استجب آمين يا مرجع القاصد الله ذو المعارج الرافع يا سارع يا سامع يا هادي ويا بادع بما جرى يكفينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا الله يا من القاصد يا غفار الله ذو الجلال والإكرام طول على الدوام الفضل والإنعام اطلق للأنام دلك عابدينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا القاصد يا غفار الله يا أول أنت الواحد يا آخر أنت الراشد يا متكبر يا واجد يا متفضل يا ماجد قبلنا على ما فينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا ملجأ القاصد يا غفار الله يا مبين يا ودود يا محيط يا شهيد يا متين يا شديد يا من يفعل ما يريد وقل لك قد لجينا استجب آمين يا ملجأ القاصد الله يا معز يا مقدم يا مذل يا منتقم فلا انعدم الولي حفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا إنا دعوناك استجب آمين يا ملجأ القاصد الله رب الله يا وارث أنت الأبد الله يا ضعيف أنت الأحد يا ملك الإله الصمد لا ولد لا ولد عنا فقد يوفينا إنا دعوناك استجب آمين يا ملجأ القاصد الله يا غريب يا قهار يا نافع أنت الضار الله يا بريء يا غفار يا رب يا ذا القوة الجبار الدنيا وقاودينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا ملجأ القاصد الله رب العزة السلام المهيمن العلام الأعل العز التام الحق هو الإسلام اللهم ناصرينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا ملجأ القاصد يا غفار الله أنت المتعالي الحكم الله الولي الأحكم المعطي الجواد المنعم العادل الصبور الأرحم وكلنا في أرضنا تمكينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا ملجأ القاصد يا غفار الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا مقسط يا ديان تبارك أسماؤك الحسان يا قرانا بابك المعصونا إنا دعوناك استجب آمين الله يا ملجأ القاصد يا غفار الله يا خلاق يا منيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب إنا دعوناك
فاستجب آمينا الله يا الله يا الله يا من القاصد يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولعبدك المذنب ضعيف يوسف بن اسماعيل نبهنا ما في هذا الكتاب ودخلنا اياه جنة من غير سابقة العذاب واصل ذوي الثواب هذه بسر فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا محمد اللهم تجاوز أمة سيدنا محمد اللهم سامح أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم افتح لأمة سيدنا محمد اللهم اعز أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ماكن لأمة سيدنا محمد اللهم أعيد أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اعتق أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم احرس أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد وعاد من عاداها وبلغها من الفتح المبين والنصر العز في كل زمان ومكان يحيى مناها. اللهم اهد أشراق القويم ودينك المبين ودم عزها ومجدها إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Kaswida moja kwa dakika 5 na baada ya kaswida moja inshallah ratiba zingine zitaendelea. Basi inshallah vijana tupeni kaswida moja burudani kwa dakika 5. Alafu tuendelee na ratiba zingine inshallah. Haraka kidogo.
من أمنه على الراجع 9 شهور القمرية زمان أن ينجلي عنه صدى ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرات القدسية قال لكم صلى الله عليه وسلم يتلالى Tunaombeni tulivu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kidogo tunaombeni wote ambao mnazungumza tukae kimya.
wale watoto pale wakae kimya. Sasa tumefika muda muafaka wa kukumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo mmebahatika kuwa na viongozi wa dini katika eneo hili. Tunaye shekhe wa kata ya Majengo, shekhe wa kata ya Majengo Sheikh Abdullah ibn Umar aliyosimama na kuzungumza, ndio shekhe wa kata hii ya Majengo. Lakini tumepata mgeni wetu hapa, Sheikh Musa. Huyu ni mkazi pia wa Majengo, lakini yeye anaishi Mwanza, Tanzania, lakini ndio shekhe wa kata ya Mabatini iliyopo mjini Mwanza katikati, lakini ndio katibu wa kadhi wa wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza. Kwa hiyo nilipopata bahati ya kualikwa katika hadhara hii, nikaona na mimi nije na mtu ambaye ataniongeza nguvu katika hadhara yetu na kuipa heshima ya hadhara yetu ya ibada ya ndoa. Kwa hiyo Sheikh Musa ambaye ni katibu wetu wa kadhi wa mkoa wa Mwanza, yeye ndiye atatupa mawaidha siku ya leo. Tunaomba utulivu hapo watoto. Yeye atatupa mawaidha siku ya leo, na bwana harusi, mawaidha ambayo utakayopata kutoka kwa kiongozi uyashike na uyafanyie kazi. Baadhi ya watu wengi, mzee wangu, hii sio sifa kuoa sana, kwamba kuoa umeelewa unaongeza mwingine. Ukiulizwa bwana unaoa kwa sababu gani? Una sababu ya kuoa. Nimeamua tu nioe. Unaoa mke mwingine, huyu mke mwingine dagaza Mwanza zinakushinda kuemea. Sina kwa mtihani. Unaoa mke mwingine huku unadaiwa kodi ya nyumba. Unaoa mke mwingine mahari ya kwanza hujaimaliza. Una deni la 3 na shilingi 30,000. Si ndio kazi iliyopo wazee wangu? Yaani unamkuta mtu kiherehere anaenda kuoa mke mwingine, deni la kwanza na mahari hajamaliza, anaenda kutokomeza mke kama vile begi la nyumbani. Begi la nyumbani waga alioshwagwe mpaka siku ya safari. Mpaka siku na bwana nifute kidogo. Mimi jana niona raha sana. Shekhe wangu alikuwa anaongea na mke wake. Mke wake anamwambia, "Shekhe, mume wangu naomba hela mafuta." Shekhe anamwambia, "Hela mafuta shilingi ngapi?" 50,000. Shekhe akatuma hapo 50,000. Lakini leo tukiomba hela mafuta unapiga wiki 2. Lakini kule barabarani ukiomba hela mafuta dakika hiyo hiyo unatoa. Pap. Unampendezesha yule huku unamfanya yaivinza. Akiwa yaivinza huwezi kumtamani, na raha ya mwanamke awe msafi muda wote. Na yeye mwanamke anatamani kuwa msafi, anakuaje msafi mhudumii? Yaani anakuaje msafi haumhudumii? Zile basic needs ambazo anazihitaji yeye umfanyie, haumpi. Sallu ala nabii. Allahumma salli ala Muhammad. Ni sio mtu wa mawaidha bwana, mtu wa mawaidha yupo hapa. Alhamdulillah alladhi ahala lana nikah wa nadaba ilayhi wa harrama sifah wa wada adhaban alima alayhi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah الذي قائل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغاب للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإن له وجاء. صدق الرسول الكريم. Ndugu zangu katika imani Waislamu na ndugu zangu wa damu ambao sio Waislamu kama mpo hapa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alihalalisha ndoa na akaharamisha kuporana. Wa wada adhabu alima, ameahidi adhabu kali sana kwa wale ambao watakaoporana. Baba harusi anaitwa nani? Swedi kaonyesha uchamungu wake, kwa sababu hii ndoa ndio sunnatul anbiya, ndio utaratibu wa mitume wote, lakini ndio afaalu atqiya, ndio kitendo cha wacha Mungu. Huyu bwana asingeshindwa kwenda kumpiga madini yule binti yule na akampora bila wazazi wake kujua, angeweza, kwa sababu binti akashampenda. Kwa kumwogopa Mungu akaona bora nifanyaje, niende kwa wazazi wake. Na ndio mafundisho ya dini, anasema Mwenyezi Mungu, fankihuhunna biidhni ahlihinna, waoeni wanawake kwa idhini ya nani? Ya mawali zao. Kwa maana Mungu akaahidi adhabu kali kwa wale ambao wanaofanya vitendo vya uzinifu, vitendo vya kuziniana, na akaahidi adhabu kali atawadhibu kweli kweli.
Sasa ndugu yangu baba harusi, mimi leo nataka nikupe madini ya kuilea ndoa. Ndoa bana, au mwanamke yoyote duniani, leo nachokuhusia mwanamke yoyote duniani na akhlaq yake ambaye nitakwambia. Cha kwanza ninakuhusia ni subira. Nakuhusia nini? Subira, kwa sababu Mtume amewazungumza wanawake kwamba ni nuksanu dini wa aqil. Wao wanachelewa sana kuelewa. Yaani unaweza kumuelewesha leo, kesho akarudia lile, kesho kutakarudia lile, tunakarudisha lile. Mimi nakwambia kwa sababu ndoa yangu ya kwanza, hata mimi na wake wawili. Ndoa yangu ya kwanza na miaka 20 ndani ya ndoa ya kwanza. Ninajua kwa nini nakwambia subira, kwa maumbile ambayo Mwenyezi Mungu ameumba wanawake. Ndio maana akawasifu kwamba ni nuksanu dini wa dini yao iko chini, lakini pia uelewa uko chini. Wewe umepewa mamlaka ya kutoa talaka kwa sababu wewe una subira. Mwanaume anatakiwa na nini? Awe na kaba, awe ana subira katika wale vitimbi ambavyo unaweza kufanywa na mkeo. Mwanamke yote unayemuona Mwenyezi Mungu amemsifu akasema inna kaidakuna adhima, hakika vitimbi vya wanawake ni vikubwa kuliko vitimbi vya shetani. Yaani shetani unaweza kumwepuka, kama mwanamke usifanyaje? Huwezi kumwepuka vitimbi vyake. Kama ukupindulia kipindi utaingia tu kwenye 10 zake. Wewe unakusia cha kwanza subira. Cha kwanza ni nini? Ukishakuwa na subira, unaweza ukasubiria kitimbwi na ukakipatia ufafanuzi na baadaye maisha yakaendelea. Mwanamke anaweza ukamuudha akwambia naomba talaka yangu, mdomoni naomba talaka, moyoni hana nini? Haitaki hiyo talaka. Sasa wewe ukichukua yale maneno anayozungumza mdomoni, ukayachukulia wewe ukafanyia action, utafeli mzee, tutakuita una tabia ambayo utaoa sana. Usia wangu wa kwanza. Lakini wa pili, usia wangu wa pili, mwanamke yoyote duniani huwa anapenda kusifiwa. Nimesoma kitabu cha Misri mmoja amekiandika Al-Mulaba. Hicho kitabu kiandika Al-Mulaba. Ni daktari huyo bwana. Yaani mulaba maana yake kwa lugha ya Kiswahili ni matayarisho ya kuandana kabla ya kuingia katika tendo la ndoa. Kasema anastaja sifa za mwanamke sasa. Mwanamke yote duniani huwa anapenda kusifiwa. Kwa na wewe nakuhusia mkeo, kila siku mwambie I love you mara 60. Ninakupenda mara ngapi? Mara 60 kwa siku. Mwambie mke wangu umependeza zaidi ya mara 60, ili yeye hata kesho na kesho kutwa akitoka nje kwa watu kwa kaambia umependeza, najua ni neno ambalo mume wangu ananitamkia sana. Mke wangu wewe mzuri ni neno ambalo mke wangu anafanyaje? Mume wangu anafanyaje? Ananitamkia sana. Ukijifanya wewe ndo uso wako ni wa kaksi, ukiingia ndani uko busy unataka kumsifu mkeo, kajipaka wanja, wewe unataka kumsifu, umeisha. Umefanyaje? Siku akitoka nje akakutana na muhuni fulani, akamwambia mashaallah Allah basi huyu mke wa Swedi. Wewe jamaa alipata mbona mke mzuri kama jamaa amekupatia wapi wewe? Kumbe jamaa ndo anajua kama ni mzuri eh. Swedi mwana ananiambia watu wamechukua mzigo. Believe or not, nakwambia hizi ndio akhlaki za wanawake wote duniani na wao wanajua, wao wananisikia. Kwa hiyo una tabia kumsifu sana nani? Mkeo. Hata kama umemkuta amepaka uwanja, umeenda upande, wewe mwambie tu wallahi mashaallah mke wangu uwanja ulipopaka leo akiamua nikupe na zawadi. Unaingiza mfuko, unafanyaje? Unatoa zawadi na atakuwa na juhudi ya kujipendezesha. Lakini ukifika nyumbani mtoto watu kujipendezesha na shedo yake wanja, wewe kwanza ndio unaingia saa 8 umetoka mpirani mpaka ule wanja umekauka, msikia mpata na usingizi. Mzee umeharibu kabisa. Sina naelewa ndugu yangu. Kwa wahi mapema baada ya swala alisha rudi nyumbani ili mkeo apate muda kukueleza mambo yake na wewe upate muda kuongea nini. Kuwa kuna kikao cha mke na mume baada ya swala alisha. Ndio maana Mtume katufundisha baada ya swala alisha tusiwatembelei watu. Kuna nyakati tatu Mtume amezungumza ni salatu al-awriya, nyakati tatu za kufanyaje? Za kujiachia. Baada ya alfajiri, baada ya dhuhuri na baada ya isha. Hizi nyakati tatu haturuhusiwi kuwatembelea watu. Sasa sio umeoa, waambie rafiki zako hizi siku 7 hizi wasiguse. Sawa mzee? Msifu mkeo, kimsifu utakuwa umefaulu. Lakini jambo la tatu wanalopenda wanawake ni zawadi ya kununuliwa na waume zao. Unaweza kumpa mwanamke shopping ukachukua 200,000 kama kafanya shopping, alafu ukamnunulia nguo 20,000 tu ya kawaida tu. Ile nguo atakuwa anaivaa sana, kwa sababu mimi nimefanya tafiti kwa wake zangu. Nguo ambazo nimewanunulia mimi kwa pesa yangu nikawaletea, hata kama ni nguo ya uvevu, huwa wanapenda sana kuliko zile ambazo wanasema kununua wenyewe. Kwa hiyo wana tabia ya kumletea mkeo zawadi. Haya ni madini ya kuitunza ndoa. Umekosa kabisa zawadi, basi chukua hata Big Bomb. Big Bomb unaijua? Ni pipi moja liko nunua ile pipi lako kama zako mfukoni. Unakuja nyumbani kwako mapema, mkeo amekupokea pale, una zawadi. Alikuwa mke wangu bana, leo nimekosa kabisa, nilikuwa na hamu nikuletea hata waksi, kuleta hata abaya na nini. Lakini leo Mwenyezi Mungu ameniruzuku pipi. Chukua mke wangu, yeye lazima atakuombea dua.
ukiwa na tabia kumletea nini? Kumletea zawadi. Kwa haya ni mambo ambayo yanapendeza kwa wanawake, wanayapenda hayo mambo. Si umenielewa? Kufanyaje? Kusifiwa na kuletewa zawadi ni mambo ambayo wanawake wanapenda sana. Huo unakufanya hivyo utakuwa umelea ndoa yako vizuri. Kwa wewe hapo namalizia kwa kusema haki zako 6. Yaani wewe una haki ngapi? 6. Na mwanamke yote ambaye aliolewa asikie haya mambo mangapi? 6. Na mwanamke yote na mwanaume yote aliyooa asikie mambo mangapi? 3 ambayo ni haki ya mke wake. Tuliokuwa wengi tunawadhulumu wake zetu na wake zetu wanatudhulumu nani? Waume zao, kwa sababu ya kutokujua haki zetu ndani ya nini? Ndani ya ndoa. Haki ya mwanaume ya kwanza kwa mwanamke ni mke wako anatakiwa akutii. Haki ya kwanza ni kukufanyaje? Ni kukutii kwa ile utakayomuamrisha ya halali ambaye Mungu na Mtume anafanyaje? Anaaridhia. Hata kama yeye atachukia. Sio, unanielewa? Anaweza kwamba naomba ruksa mimi nikafanya zangu biashara. Ukaambia sitaki. Na yeye ndio anataka kufanya biashara. Ukaambia sitaki kwa sababu sio moja haki yako, mimi ndio haki yangu kukulisha. Yeye akachukia. Lakini inabidi afanyaje? Akutii. Si umeelewa? Lakini haki ya pili Mtume anasema Allah yamna firashaha. Mwanamke kwenda Lake Tanganyika kucheza mpira, unanielewa? Natupa tafsiri. Kwako wewe ni haki yako, sio ombi. Yaani ile sio nini? Sio ombi. Na akikunyima kwenda kucheza nani kule Lake Tanganyika mpirani, anapata laana. Ni haki hiyo. Haki ya tatu, alla yakhruju fi baiti zawjiha, asitoke nyumbani kwako kwenda mahala popote bila kutoa nini? Kutoa ruhusa. Akienda anakuwa amelaaniwa. Sawa? Haki ya 4, mwanamke hatakiwi kutoa chochote ndani bila wewe kujua. Chochote kile kwa ajili ya familia. Akasema ngoja nitoe sadaka, lazima akushirikishe wewe. Akitoa tu amekudhulumu na analaaniwa. Haki ya 5, mwanamke huyu hatakiwi kumuingiza ndani mtu yoyote ambaye anajua wewe mumeo una interest naye. Hauna maelewano naye, ajifanya ndo shoga yake, anaambia shoga karibu ndani. Kwani kuolewa ndo shida? Bwana tulikuwa ni marafiki toka zamani, akati wameshauri huyu shoga huyu atampelekea maneno ya kutufunjia ndoa. Si umeelewa? Lazima mwanamke asiingize mtu ndani ambaye una interest naye, ambaye umemwambia huyu sitaki fulani aje. Haki ya 6 imekaa kiibada. Mwanamke haruhusiwi kusimama qiyamul layl usiku akakuacha kitandani mpaka kuombe ruksa. Si umeelewa? Yaani ni ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu qiyamul layl, lakini mpaka kwambia mume wangu naomba ruksa nikasome qiyamul. Ukimwambia hapana, ile zero distance ya wewe na yeye ni kwake ni thawabu nyingi kuliko kwenda kusimama qiyamul layl. Unaona cheo cha Mungu alivyompa mwanaume. Mwanamke haruhusiwi kufunga Jumatatu na Alhamisi au masiku meupe ya mwezi kama hajamwomba ruksa nani? Mume wake. Kwa sababu mwanaume anapotembea kaambiwa na sheria kwamba ukitembea ukaona yule ni dira moja kwa kama alivyosema Sheikh Abdullahi, wewe unatakiwa urudi nyumbani kwa sababu dira lako moja acha wapi? Kwa hiyo unatakiwa urudi nyumbani mkute mwanamke yuko tayari, maana mwanamke anatakiwa ahudumiwe kama alivyosema Sheikh. So unarudi nyumbani mkuta ndio bado yuko na minyemwe unajua. Ananuka dagaa. Mwanamke ananuka dagaa ndio anaenda kuuza dagaa sokoni. Why? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima ushikilie haki zako. Si umeelewa? Na haki zake kwako, haki zake ni ngapi? Cha kwanza, sawa? Cha kwanza ni almaskan. Sehemu ya kufanyaje? Ya kumweka. So unaenda kuoa uko bado kwa baba unalala sebleni. Wa kwanza kwa mwisho kulala, wa kwanza kuamka. Mpaka una mahala ya kumweka pazuri. So tu mapenzi na wewe mwanamke analala kwenye carpet, hakuna vitu vya namna hiyo. Mwanamke anatakiwa atafutie godoro safi 6 kwa 6, kitanda kizuri. Ni haki yake aje kulala mahala pazuri. Na haki ya pili almatam. Sawa, annafaka, matumizi. Mwanaume ambaye ameridhika yeye analala ndani, alafu mwanamke anaamka asubuhi anakwenda mwaloni kule kutafuta dagaa au katonga, anaenda kuzeeka lala ndani. Huyu anaitwa dayuthi. Wa dayuthi la yadkhulul janna. Huyu anaitwa dayuthi, na dayuthi ataingia wapi? Haingii peponi, anayetegemea mwanamke amlishe, kwa sababu ni haki ya mwanamke ufanyaje? Umlishe, na umlishe chakula kizuri. Si unanielewa? Kwa umeoa shekhe, huwa una sababu ya kupatia riziki ili ya kumlisha. Na maana sema unataka ufanyaje? Umhudumie. Sisi wanaume wengi tunapoteza haki. Yaani ukiwa una tabia mwanamke ndio anatoka kwenda kutafuta riziki, wewe unaridhika. Ana uwezo usiku ukamwambia bwana twende Kirumba tukacheze mpira, akamwambia nimechoka. Na kweli atakuwa hana dhambi kwa sababu umempa jukumu ambalo sio nani? Sio la kwake. Jukumu la nyumbani kuwake jiko jukumu la nani? La mwanaume. Wanaume wengi tumefeli kwa kuwafanya wake zetu wafanya kazi kutafuta riziki, kitu ambacho ni kibaya na Mungu akipendi. Sio, unanielewa ndugu yangu? Na haki ya tatu hii hapa na mimi maskani
mataamun alkiswa, mavazi. Wewe umevaa kanzu 75,000 si laki, na yeye mnunulia bala laki ili muendane. Wanaume wengine tulikuwa tuna tabia za ajabu. Sisi tunapendeza, wake zetu wanavaa dira mpaka lijulikane rangi ni rangi gani. Mpaka imepauka, madira yamepauka, majabu yamepauka, hayajulikani rangi gani. Haya ndio mambo ambayo tunafanyaje? Tunakosea. Hizo ni haki zake na hizo ni haki zako. Mkikosa kupeana, mmedhulumiana na Mungu atafanyaje? Atawaadhibu. Naomba niishie hapa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله بارك نكاحهما واصلح ذات بينهما واجعل بينهما مودة ورحمة، أولادا صالحا ورزقا واسعا مشكورا والذنب مغفورا وعمل مقبولا والدعاء مستجابا يا أرحم الراحمين ورجال المسلمين. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Leo fahari twajionea Najma kuolewa, nyingi sururi zimetujaa na maana twashangilia. Leo fahari twajionea Najma kuolewa, nyingi sururi zimetujaa na maana twashangilia. Mama mwana furahia, wanao wameolewa kwa njia ya kisheria. Leo furaha sote imetujaa, bila karaha nyoyo zimetulia. Leo furaha sote imetujaa, bila karaha nyoyo zimetulia. Harusi si msiba, nadhani sote twajua, wala sio mwiba kama utatutoboa, bali ni mahaba nyoyoni yaliyojaa, nasi bila shida twafurahi kwa pamoja. Ni mama bi mwana aloza chema, leo kasimama harusi kufanya. Fasaha nasema maneno haya kama naswahada Najma vyema pokea.